Kesho siku ya Jumanne, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ndio uzinduzi wa tamasha lenyewe. Kesho ndio uzinduzi wa tamasha la wiki ya wananchi. Na kumekuwa na hiyo kidogo niweke sawa. Kile siku ya tarehe 9 ile inaitwa Yanga Day. Kilele. Alafu hii wiki hii ndio inakuwa wiki ya wananchi. Imeanza leo tunapofanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea siku ya Jumapili. Hii ndio wiki yetu wananchi. Ila kilele tunakiita Yanga Day. Hizo ni sababu za kibiashara ambazo uongozi ulishauriwa na wakazipokea. Kwa kilele chenyewe kinaitwa Yanga Day. Alafu hii wiki inakuwa ni wiki ya wananchi. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo, tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari. Poleni kwa majukumu ambayo mnaendelea kuyatekeleza katika maeneo mbalimbali. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwapa Watanzania habari sahihi. Niwashukuru na kuwapongeza kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya siku ya jana kwa kushirikiana na klabu yetu ya Yanga kwenye coverage ya mkutano wetu mkuu wa mwaka huu wa 2026 ambao kimsingi ulibeba pia na ajenda ya uchaguzi mkuu. Mmefanya coverage nzuri, coverage sahihi, na naamini wanayanga wale ambao kikatiba hawakushiriki mkutano mkuu walipata taarifa sahihi kwa wakati sahihi. Kwa hilo nawashukuruni na nawapongeza sana. Na nitumie pia fursa hii kuwapongeza viongozi wangu wote ambao wameshinda kwenye uchaguzi wa jana, kuanzia nafasi ya uraisi, makamu wa raisi na wajumbe wa kamati tendaji. Ni nukuu tu kwa uchache kauli ambayo aliitoa rais wa klabu yetu baada ya uchaguzi kwamba sasa uchaguzi umemalizika, makundi yote ya WhatsApp, timu Kamwe, timu nani, tunayafuta yote. Sasa tunakuwa na timu Yanga peke yake, kwa sababu kuanzia sasa hivi tuliowachagua, tuliowaamini kwa miaka 4 inayofuata, jukumu lao ni kutuongoza katika mafanikio ambayo tumeyapata katika miaka 4 iliyopita, lakini pia tupate mengine ambayo hatukuyapata katika miaka 4 iliyomalizia. Kwa hiyo wao viongozi wetu wanatutegemea sisi wanachama na mashabiki kwenye kutekeleza majukumu yao. Kwa hiyo niwapongeze sana, na naamini wanayanga watakuwa wanawapongeza pia sehemu mbalimbali. Tunasema sasa kinayosimama ni Yanga, na kama Yanga inasimama kwenda mbele, shughuli ambayo iko mbele hapa ni wiki ya wananchi. Tuna tamasha hapa la wiki ya wananchi ambalo itafanyika siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam, na tayari tulishatangaza fikiri wiki iliyopita viingilio kwa maana ya bei za tiketi zile, na niwapongeze sana wanayanga, tiketi zinakwenda vizuri. Kwa mfano tulikuwa na tiketi za Royal, imetulazimu tuongeze space kwa sababu zimenunuliwa sana, na hizi Royal ni package ya shilingi 300,000. Zaidi ya tiketi 300 zimenunuliwa, maana yake wanayanga wamehamasika kwelikweli. Na tiketi pia za VIP kwa maana ya shilingi 100,000, na tiketi za mzunguko shilingi 20,000. Tiketi zinauzwa hapa makao makuu ya club, lakini mitaani huko tuna miamvuli mbalimbali ambayo ina logo za wiki ya wananchi. Kikuta mwamvuli sehemu yote Dar es Salaam, simama
nunua tiketi yako. Lakini pia unaweza kununua tiketi kwa njia ya mitandao ya simu. Chukua kadi yako ya N-card, fuata taratibu za jinsi ya kununua tiketi, unanunua tiketi yako bila usumbufu wowote. Narudia kulisema hili jambo kwa sababu ni muhimu. Jamani, uwanja wa Uhuru unachukua watu wachache. Makadirio ya juu kabisa ni watu 20,000, makadirio ya juu kabisa. Sasa watu 20,000 kwa tamasha ambalo tumezoea kulifanya watu 60,000 wanahudhuria, maana yake zaidi ya watu 40,000 hawatapata nafasi ya kuingia uwanjani. Kwa kama una tamaduni ya kutegea kununua tiketi siku ya mwisho, maana yake kwa msimu huu unaweza pita Shalulile ukaishia kumuonea tu Instagram. Kwa hiyo ni vyema ukawahi tiketi mapema hivi ninavyozungumza na nyie, ili uwe katika nafasi ya watu 20,000 ambao watapata nafasi na bahati ya kuja kuitazama tamasha la wiki ya wananchi. Tamasha hili si kwa sababu yetu viongozi peke yetu, ni kwa sababu ya wanayanga wote. Na ili kulifanya liwe bora, kulifanya lizidi kuwa na mvuto, kulifanya lizidi kuwa tamasha ambalo linapendwa na watu wengi, sisi Club Young Africans kimbilio letu limekuwa ni wadhamini wa klabu yetu. Wadhamini wa klabu yetu wa kwanza tumekuwa tukiwakimbilia kuhakikisha wanatupa sapoti kubwa kwenye tamasha la wiki ya wananchi. Na ukizungumza wadhamini wa klabu yetu, bila shaka yoyote unamzungumzia mdhamini mkuu wa klabu hii, kampuni ya SportPesa. Kampuni ambayo nadiri kusema ni kampuni bingwa, kwa sababu haina mbambamba kama ambavyo Yanga inafanya vitu vyake, na SportPesa imenyooka hivyo hivyo kwenye mambo yake. Sasa hawa ni wadhamini wakuu ambao kwa mwaka huu wametuambia yako mambo mengi mazuri ambayo tumewaandalia wanayanga, ili washiriki na sisi kwenye tamasha hili kutoka mwanzo mpaka mwisho. Kutoka mwanzo mpaka mwisho ambako ndo kilele chake siku ya tarehe 9. Kabla sijawakaribisha wenzetu wa SportPesa kutuelezea hayo mazuri ambayo wametuandalia, naomba niwapitishe kwenye ratiba ya wiki nzima ambayo tuko nayo. Alafu baadaye mje kusikia kwanza SportPesa nini wamekiandaa kwa wiki hii, tukiwa tunaelekea kwenye kilele cha wiki ya wananchi. Lakini leo siko na SportPesa peke yao, tunao wadhamini wengi ambao wameamua kushirikiana na mdhamini wetu mkuu kuhakikisha na wao wanaweka nguvu tamasha la wiki ya wananchi linakuwa tamasha kubwa, tamasha ambalo halina sehemu yoyote ambako utadoubt quality yake. Kesho siku ya Jumanne, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu, ndio uzinduzi wa tamasha lenyewe. Kesho ndio uzinduzi wa tamasha la wiki ya wananchi. Na kumekuwa na hiyo kidogo niweke sawa. Kile siku ya tarehe 9 ile inaitwa Yanga Day, ile kilele. Alafu hii wiki hii ndio inakuwa wiki ya wananchi. Imeanza leo tunapofanya mkutano wa waandishi wa habari kuelekea siku ya Jumapili. Hii ndio wiki yetu wananchi. Ila kile kilele tunakiita Yanga Day. Hizo ni sababu za kibiashara ambazo uongozi ulishauriwa na wakazipokea. Kwa kilele chenyewe kinaitwa Yanga Day. Alafu hii wiki inakuwa ni wiki ya wananchi. Sasa kesho tunakwenda kuzindua wiki yetu ya wananchi tukielekea kilele cha Yanga Day. Kesho tutakuwa Ushirombo. Awali tulitangaza uzinduzi ungefanyikia Katoro, Geita, lakini kwa sababu mbalimbali zikiwemo wenzetu wenye haki za matangazo kwa maana ya Azam TV, ikiwemo pia tukio ambalo linafanyika la kushiriki uzinduzi wa uwanja wa Bukombe Stadium pale Ushirombo, tukaangalia distance ya kutoka Katoro kuja hapa Ushirombo, watu wakafanya uzinduzi kule asubuhi, alafu tena waingie kwenye magari mchaka tena kuja Ushirombo, na unajua timu pia itakwenda kule. Kwa hiyo ile excitement ya watu inaweza ikapungua sehemu moja, watu wakaenda sehemu moja. Kwa hiyo tukashauriwa tuyachukue matukio yote mawili tuyafanye sehemu moja. Kwa hiyo tukaongea na wenzetu wa Katoro na tumekubaliana wao wanaanza maandalizi kesho asubuhi, wanakuja Ushirombo. Ni mwendo kama walisali moja tu pale kwa mabasi, kwa magari wanakuja pale tushiriki nao pamoja. Kwa hiyo kesho wiki ya wananchi inakwenda kuzinduliwa Ushirombo. Wiki hii
inakwenda sambamba na Yanga kushiriki pia uzinduzi wa uwanja wa Bukombe ambao uko pale pale Ushirombo. Kwa hiyo asubuhi tutakuwa na hafla shamra pale za kuzindua wiki ya wananchi, alafu mchana kuanzia saa 7 tutadumbukia ndani kushiriki na sisi wananchi kwenye uzinduzi wa uwanja wetu wa Bukombe. Sasa kesho wakati uwanja unazinduliwa na wiki inazinduliwa, kikosi cha Young Africans na chenyewe kitasafiri kutoka Dar es Salaam kesho asubuhi majira ya saa 4 kutoka hapa Dar es Salaam, kitaelekea pia chenyewe Ushirombo. Tumealikwa pale kwenye sherehe hizi za uzinduzi wa uwanja, sio kwa ajili ya kucheza mechi. Sisi kama Yanga tuliomba kama pangekuwa pana uwezo wa kuchezwa mechi pale tucheze, ili wana Yanga wakanda ya Ziwa wa enjoy. Lakini kwa bahati mbaya sio Geita, sio Pamba, sio Kagera aliyekuwa na ujasiri wa ukubali hayo maombi. Kila mtu alisema mimi kwenye pre-season, mimi naandaa timu bado, kwa hiyo tumekosa timu ya kucheza nayo. Tukaona isiwe tabu. Mwalimu akasema nitaandaa pale session ya mazoezi ambayo kila atakayehudhuria ataenjoy kuitazama timu yake. Kwa hiyo timu itaondoka kesho saa 4 hapa Dar es Salaam na itashukia Kahama. Hivi ninavyozungumza na nyie wana Yanga wa Kahama, maandalizi ni makubwa ya kuipokea timu. Hawa watu wamepata bahati kwa sababu timu ikifika Kahama kesho ndio watu wa kwanza watakao washuhudia wachezaji wa Young Africans wakiwa wanakatiza mbele ya mboni zao. Kwa wakazi wa Kahama kesho timu inashuka pale. Tukishuka pale kuna shamra za mapokezi, alafu tunaanza safari ya kuitafuta Ushirombo. Tutaondoka pamoja pale na mashabiki wetu na wanachama wetu kuelekea Ushirombo. Tukifika Ushirombo timu itakwenda kupumzika kidogo, alafu sisi tutaingia mtaani wazee wa kazi kwenda kuifungua sasa hiyo wiki ya wananchi na sherehe zake. Mpaka sasa hivi kwa hesabu za haraka na kusikitikia sana na waandishi wote ambao hamjasafiri kwenda Ushirombo, kwa hesabu za haraka kuna ng'ombe kama 80 hivi. Tutakula sana nyama pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Kuna wakati niona mmesafiri, sio mmeenda wapi, sio mlilishwa nini. Tutakula nyama sana kesho pale tukiwa tunakwenda kuizindua wiki ya wananchi. Lakini pia tutakuwa na shughuli mbalimbali. Nimeambiwa kuna orodha ya wasanii wako pale wanaletwa. Nimeambiwa kuna matawi ambao tutayazindua pale Ushirombo. Kuna shughuli nyingi zitafanyika pale kwenye uzinduzi wa wiki ya wananchi. Alafu mchana saa 7 sasa tutadumbukia ndani kwenye uwanja wa Bukombe tupate nafasi ya kuiona timu yetu ikifanya mazoezi ya wazi. Kwa pamoja tuenjoy timu yetu na tuangalie vyuma tulivyovisajili vinafananaje kwenye mazoezi. Baada ya hapo timu itaondoka kurudi Kahama, itarudi Dar es Salaam. Maana yake Yanga haitalala Ushirombo, inaondoka asubuhi, jioni inshallah timu imesharejea hapa kwa ajili ya maandalizi mengine ya mchezo huo wa Yanga Day. Jumatano tutaanza hamasa sasa mtaani za kuuza ticket Jumatano. Na safari hii SportPesa hapa atakuja kuzungumza mwenyewe kwenye hamasa yako mambo mazuri ambao ametuandalia mtaani tukiwa tunapita kwenye hamasa ya kuuza ticket, lakini pia kuwa karibu na matawi na wanachama wetu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki zoezi la kuchangia damu. Alhamis itakuwa ni siku ya kitaifa ya wanayanga wote kushiriki kwenye zoezi la kuchangia damu. Kwa hapa Dar es Salaam tutafanya zoezi hili hapa makao makuu ya club, lakini pia hospitali za Aga Khan na zenyewe pia tutafanya, wanayanga wanaruhusiwa kwenda hapo kwenda kuchangia damu. Lakini kwa hapa makao makuu tutafanya hapa Jangwani, ndio itakuwa watu wa Dar es Salaam na kuja hapa kuchangia damu. Lakini pia mikoa mingine siku hii ambayo nimesema ya Alhamis, waratibu wote wa mikoa tumewaelekeza kwamba waandae maeneo ambayo wanayanga watakuja kushiriki zoezi la kuchangia damu. Kuchangia damu ndugu zangu ni cha kwanza ni ibada. Yaani cha kwanza kabisa ni zoezi la ibada. Unachangia damu ili ukaokoe maisha ya Mtanzania mwingine. Unajua unaweza ukaa huko leo hamna ndugu yako anaumwa, si ndio hamna jamaa yako ni mgonjwa, yaani wewe haujioni kama una mahitaji ya damu, haujioni. Lakini nataka niwahakikishie ndugu zanguni,
mahitaji ya damu kwenye mahospitali ni makubwa sana, na siku yatakapokukuta ndiyo nafsi yako itakusuta kwa nini hukuwahi kushiriki hata siku moja kwenye kuchangia damu. Kwanza ni ibada, lakini la pili ni afya kwako wewe. Unapima damu yako. Kuna watu wengine wanaweza kama mtu mwembamba, lakini ndio damu inampelekesha. Kwa hiyo unapata pale vipimo, unapima damu yako vizuri, na wewe unachangia damu yako kwa mtazamo. Uzuri, msiogope. Pale hawapimi. Sije mtu akaja hapo unachangia damu, majibu yanabaki nayo wenyewe madokta. Sawa kaina. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, wewe njoo tuchangie damu pamoja. Na waandishi sijawahi kuwaona mkitoa damu. Nyinyi mnapeleka wapi damu? Toka tumeanza kufanya mazoezi ya kuchangia damu, waandishi hata mmoja, hata mmoja tumeona kumpiga picha anachangia damu. Mna shida gani wazee? Amri. Jamani, mwaka huu waandishi shirikini pia kuchangia damu. Sisi Yanga tutafanya hapa siku ya Alhamisi. Tunaomba mje na mshiriki pia kwenye zoezi la kuchangia damu. Watakuja wadhamini wetu wengine hapa kutuelezea namna gani wao wanashiriki na kuongeza thamani kwenye tukio hilo. Siku hiyo ya Alhamisi pia tutakuwa na zoezi la kutangaza sasa wasanii ambao wataperform kwenye kilele cha wiki ya wananchi, kwa maana ya Yanga Day. Tutawatangazia orodha ya wasanii ambao wataperform. Ziko timu zinaandaa matamasha, zinaanza kutangaza wasanii, mashabiki wamewachoka wasanii kila siku wao kauka nikuvae. Sisi tumefanya research vizuri, tunataka tulete wasanii ambao wana Yanga watakao kwenda uwanja wa Uhuru wa enjoy. Kwa mfano tupo kwenye mazungumzo ya mwisho kabisa sasa hivi, ya mwisho na Mamba 24, Dudu Baya. Tupo naye kwenye mazungumzo ya mwisho, Mamba 24, Dudu Baya. You better watch your back. Kuna kiwango kidogo anatajia tunavutana naye. Tukifaino naye mnaweza mkamshuhudia Alhamisi hapa Mamba zikija hapa. Mdhamini mkuu amefurahia. Utaiona Mamba. Mamba zitakuja hapa Alhamisi, tukubaliana nayo. Lakini pia tunataka tulete wasanii ambao ndugu zanguni waburudishe watu, yani wa rika zote. Unajua kuna kina sisi miembe migumu tena hii. Mwili haukui lakini umri umeenda. Na wasanii wangu, yani juzi ifanyika tamasha hapa la miaka 30 ya Bongo Flava. Nataka niwaambie ukweli. Tamasha lilikuwa bora kwa sababu lilikumbusha jamii kubwa entertainment ambayo tulikuwa tunaenjoy enzi hizo. Na vijenzi vidogo vidogo vinyewe vikaona kwamba bwana, kumbe hawa watu wa millennium wameenjoy maisha. Sasa ukiangalia viingilio hivi $100,000 Gen Z kiukweli wanaweza wasiwepo. Kwa hiyo zakana millennium wengi wakata. Tunataka na watu waburudishe. Yaani akija pale mtu asikie nyimbo yake ambayo zamani alikuwa anatafutwa na nini, kaingia hapa katoka hapa, na nyimbo zetu zile. Wapambe usiwakubali, unajua ile? Kipindi hicho hapo ameweza kuchangia nyewe waandishi bado wadogo. Unajua nyimbo hiyo? Unajua ya kusikia. Kipindi hicho kwa hiyo tumefanya analysis nzuri ya wasanii ambao kizazi hiki wataenjoy, kizazi cha nyuma kidogo wataenjoy, na hata kizazi cha kina Mzee Mpili nao wataenjoy. Sukusi Stars bado wapo. Tutaangalia kizazi cha nyuma, yani anayelipa $100,000 yake, analipa $20,000 yake, akiingia pale ndani uwanja wa Uhuru anapata burudani isiyokuwa na mfano. Haya tabia watu wenye umri wa miaka 50 kila siku tunawachezesha mapiano, hawasemi tu. Lakini they need na wao kuwa high, kuwa active, wasikie wasanii wao wa enzi hizo wakiwa wanaenjoy. Kwa hiyo tumefanya analysis nzuri na tutawatangazia orodha nzuri ambayo imekuwa balance based on age na nini, kila mtu akapate burudani iliyokuwa sahihi. Nimemwambia tunazungumza na Mambas, tulikubaliana Alhamisi atakuja hapa na yeye kuzungumza. Hiyo ni Alhamisi ambayo ina matukio ya damu na wasanii. Ijumaa sasa tuna tukio la kutembelea hospitali. Tunaye mdhamini wetu ambaye tutamwalika hapa na tutakuja kuelezea kwa uzuri tutatembelea hospitali zipi na tutafanya shughuli gani huko siku ya Ijumaa. Na hiyo Ijumaa pia itakuwa ni siku ambayo tutafanya pia dua. Wazee wetu wa Yanga watafanya dua hapa makao makuu
kwa ajili ya kuiombea timu yetu kwa msimu wa 26-27. Kwa Yanga ilivyo msimu huu, cha kuongezwa pale ni dua tu kwa timu tuliyoitengeneza. Ukiangalia vizuri, tuongezewe tu dua, alafu tukutane uwanjani. Hiyo itakuwa ni Ijumaa. Jumamosi itakuwa ni siku ya kufunga hamasa zetu. Kwa hiyo tutakuwa tuko mtaani, tunaendelea kuzungumza na wanachama, kufurahi nao pamoja, alafu Jumapili ndiyo Yanga Day yenyewe pale uwanja wa Uhuru. Kwa hiyo ndio ratiba nzima ambayo tuko nayo hapa, na leo kwa sababu na wadhamini wote ambao wametupa nguvu kwenda kwenye wiki hii, tutawapa nafasi mmoja baada ya mwingine watuelezee ni mambo gani mazuri wametuandalia kwenye wiki hii ili wana Yanga tuweze kuenjoy. Na kwa kwanza tunaanza na mdhamini mkuu. Hii tunafanyia watu hivi. Karibu sana. Sport Pesa jamani ya. Katikati hapo watu wanataka kutugombanisha. Si mliona hivi? Mliona eh? Wanatugombanisha watu. Yaani acheni kutuacha Sport Pesa bwana. Kaeni hapa. Namba yako. Alright. Habari za mchana. Natumai wote mko salama na mmechangamshwa na msemaji wetu Ali Kamwe. Mimi kwa majina naitwa Tracy Hamplick kutoka Sport Pesa. Mimi ni mkuu wa kitengo cha masoko na mawasiliano. Na kama Ali Kamwe alivyosema, sisi ni mdhamini mkuu wa Yanga na tunajivunia kuwa mdhamini mkuu wa Yanga. Kama alivyosema, tuna ratiba ndefu sana na sisi pia tumejiandaa kuwa nanyi mwanzo mwisho. Tulianza kwenye mkutano mkuu wa wanachama jana, tulikuwa the Superdome. Kwa wale waliobahatika kufika walikuta banda letu pale. Tulikuwa tuna activation, tulikuwa tuna zawadi mbalimbali, lakini pia tulikuwa tuna wadada wako pale wa kuelekeza wateja wetu kuhusu bidhaa zetu, lakini pia kuwasaidia lakini pia kuwasaidia kwenye kujisajili, na kama kuna matatizo yoyote tumewasaidia jana. Kwenye ratiba hii ya Sport Pesa wiki ya mwananchi tutakuwepo pia pamoja. Kuanzia Jumatano tutakuwa tuna gari la Sport Pesa. Kwa wale ambao walikuja siku ya parade mtakuwa mnalifahamu. Gari la Sport Pesa litakuwepo tunapozunguka kwenye matawi. Tutakuwa na burudani pale, kutakuwa kuna DJs. Tutatumia screen yetu kuonyesha video ambayo tulizindua jana, ambayo ina moments kadhaa za msimu uliopita, magoli yaliyopigwa, kujikumbusha tu kidogo kuhusu msimu wetu wa ubingwa. Lakini pia gari la Sport Pesa litakuwa na wadada ambao watazunguka nao kusaidia kwenye usajili, lakini pia kwenye kuhamasisha wananchi kukata tiketi. Kama Likamo alivyosema, uwanja ni mdogo na nafasi ni chache. Kwa hiyo ni muhimu sana kuwahi ili usikose burudani iliyoandaliwa. Kwenye siku ya Alhamisi tutakuwepo pia hapa Jangwani. Kwenye siku ya kuchangia damu tutakuwepo. Tutaleta gari letu, lakini pia tutakuwa tuna banda la Sport Pesa pale. Zawadi zitaendelea kumwagika kama kawaida na burudani pia itakuwepo. Tukiwa tunaendelea kujiandaa kwenye kilele cha Sport Pesa wiki ya mwananchi, ambao kwetu sisi tunaitambua kama Sport Pesa Yanga Day. Sisi pia tutakuwepo pale uwanjani kuanzia asubuhi na mapema. Tutakuwa tumeset up sehemu maalum na tunawakaribisha sana mashabiki wote kuja kwenye banda la Sport Pesa. Na hii wiki nzima ukiachana na kuwepo na nyinyi kwenye shughuli mbalimbali, pia kwa upande wa bidhaa tumeandaa promotion ambayo ni maalum kwa wananchi. Na kwenye hii promotion inamaanisha kwamba kutakuwa na bonus tunagawa kwa wateja wetu, haswa wale wanaocheza michezo ya kasino, lakini pia wale wanaoendelea kubeti kwenye michezo. Hizi bonus ni maalum kwa wananchi ambao tutakuwa tumeandaa page maalum, una confirm
tiketi yako iliyokatwa unapata bonus. Na utaratibu utatolewa kwenye mitandao yetu rasmi ya social media, Facebook, Instagram pamoja na X. Ukiachana na bonus na hizi zawadi mbalimbali tutakazokuwa tunazigawa, sisi pia tunajiandaa, na najua wananchi wengi wanajiandaa kuangalia jezi za msimu mpya. Na hizi jezi kama mnavyojua mbele SportPesa ipo. Kwa hiyo tutafanya utaratibu, zikishazinduliwa kutakuwa kuna baadhi ya limited edition jerseys ambazo wananchi ambao watashiriki kwenye challenge yetu watapatiwa kama zawadi kabla ya kilele cha SportPesa wiki ya mwananchi. Singetaka kuongea sana, ila kuwakumbusha mashabiki wote, wananchi tuko pamoja, na kama mdhamini mkuu tutaendelea kutoa support yetu, lakini pia na nyinyi muendelee kutupa support, kwa sababu jinsi mnavyozidi kucheza na SportPesa na sisi tunapata uwezo wa kuendelea kuwekeza na kuidhamini klabu yetu ya Young African Sports Club. Asanteni. Asante sana. Asante sana SportPesa kwa maneno mafupi mazuri ambayo yanaonyesha ni kwa namna gani mmejipanga kushirikiana na klabu yetu kwenye wiki hii ya wananchi. Kushoto kwangu hapa ninaye mdhamini mwingine ambaye hii ni mara yake ya pili na yeye anashiriki kwenye wiki hii ya wananchi. Shiriki mwaka jana na mwaka huu akasema lazima tena nije niongeze nguvu, nishirikiane na wanayanga kulifanya tamasha la wiki ya wananchi na kuwa zuri na lenye kupendeza. Hawa si wengine ni Tanzania Commercial Bank. Tanzania Commercial Bank, TCB. Tanzania Commercial Bank, TCB. Karibu sana. Wanayanga wanataka kusikia tumewaandalia nini sisi watu wa Commercial Bank. Asante Alikamwe. Habari za mchana waandishi wa habari. Mimi kwa majina naitwa Godbright Mlai, ni afisa uhusiano na mawasiliano ya umma kutoka Tanzania Commercial Bank. Kipekee kabisa nipende kushukuru uongozi wa Yanga kutupatia fursa hii adhimu tena kwa mara ya pili mfululizo kuwa mmoja wa wadhamini kwenye Yanga Day mwaka 2026. Mbali na huduma za kibank tunazozitoa, sisi Tanzania Commercial Bank tunatoa huduma mbalimbali ikiwemo huduma za mikopo mbalimbali kwa riba shindani sokoni, lakini pia tunatoa huduma za bima kwa kushirikiana na kampuni kubwa za bima nchini Tanzania. Lakini mtandao wetu mpana wa matawi nchi nzima, tuna matawi zaidi ya 83 Tanzania bara na visiwani, lakini mtandao mpana wa mawakala zaidi ya 7,000 nchi nzima. Tanzania Commercial Bank tunajipambanua kama banki inayomuelewa Mtanzania, na tunatambua moja ya vitu ambavyo Watanzania wanapenda ni michezo. Ndio maana sisi tumekuja leo tena kwa ajili ya kushirikiana na wenzetu Yanga katika kuelekea kilele cha Yanga Day. Katika ratiba ambazo msemaji Alikama amesema, sisi TCB au Tanzania Commercial Bank tutakuwa tunashirikiana nao, kwa maana kwa tutakuwa na maafisa pale ambao watawezesha Watanzania kwanza kupata huduma za kibanki, kwa maana elimu ya fedha, lakini pia tutafungulisha account pale, lakini pia tuna huduma mbalimbali za digitali. Tuna huduma za TCB Popote mobile app, tuna internet banking, lakini pia tuna huduma ya lipa namba. Kwa hivyo kusema hayo machache, nishukuru tena, lakini pia niwakaribishe Watanzania wote TCB, na tupo pamoja kushirikiana na Yanga Africans. Asante sana. Asante sana TCB, asante sana SportPesa kwa nukta hii, na waruhusu mkaendelea majukumu mengine ya kutuandalia vitu vizuri, na niwakaribishe sasa wadhamini wengine ambao tuko nao kwenye wiki hii ya wananchi, na wao waje wazungumze kidogo. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna orodha ya wadhamini wa kutosha.
kutaka kuonyesha kwamba klabu hii imekuwa klabu yenye mvuto, klabu ambayo inavutia wawekezaji, klabu ambayo kila mmoja anatamani kushirikiana, kila taasisi inatamani kuwa karibu na Young Africa. Tumie fursa hii kuwakaribisha GSM Group na GSM Foundation. GSM Group tunaye dada yetu Neema, na GSM Foundation tunaye dada yetu Faith. Karibu sana. Safi. GSM Group tunaye dada yetu Neema. Hao tumekuwa nao, kiona tunakwenda kwenye matukio yetu, tunakunywa soda, tuna enjoy maji ya GSM. Ni kwa udhamini mkubwa ambao dada yetu Neema hapa amekuwa akitupa nguvu Young Africa. Lakini GSM Foundation wamekuwa kimbilio la Watanzania sasa hivi, wamekuwa wakishiriki kwenye matukio mbalimbali kuhakikisha Tanzania inapata faraja. Tunawashukuru sana. Toka Madam Faith umeanza kazi yako pale GSM Foundation, mambo yako mazuri yanaonekana, hakuna asiyeona. Kwa hiyo tukupe fursa hii kwanza, uanze wewe kuzungumza kwenye hii wiki, ni mambo gani mazuri ambayo wanayanga wanaokusikiliza, ambao wanakuonaga unasaidia watu mbalimbali, unatoa misaada hapa na pale, wiki hii wategemee nini kutoka GSM Foundation? Jadu, ni misaada, sio michango.